Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Tuanzie huko nchini Burundi ambapo duru za kijasusi za kiraia na kijeshi za Burundi na Rwanda zimekutana mapema siku ya Jumatatu katika mji mkuu wa jimbo la Kirundo kaskazini mwa Burundi karibu na mpaka wa mashariki wa Rwanda. Kikao baina ya duru hizo kiliketi kati ya saa 4 asubuhi hadi saa 10 jioni na hiyo ni kulingana na vyanzo vya ndani. Kikao hicho kinafuatia kile cha kwanza kilichofanyika nchini Rwanda wiki 2 zilizopita na kinaonekana kuleta mwanga wa matumaini, huku vyanzo vilivyo karibu na swala hilo vikidokeza kuwa miongoni mwa mambo yanayojadiliwa ni suala la kufungua tena mipaka kati ya mataifa hayo mawili, Rwanda na Burundi, iliyofungwa tangu Januari mwaka 2024. Kwa mujibu wa duru, kikao hicho kilifanyika katika jumba la Royal North Hotel lililoko katika wilaya ya Rupufunda katika mji mkuu wa mkoa wa Kirundo, kando ya barabara inayoelekea Rwanda. Kando ya barabara inayoelekea eneo la mkutano, ufikiaji ulizuiliwa, huku askari na polisi kutoka nchi zote mbili wakihakikisha usalama kwa tukio hilo. Wakazi wa Kirundo ambao hawakuweza kukaribia kuwaona maafisa wa upelelezi wa Burundi na Rwanda waliokuwepo kwenye mkutano huo waliambia shirika la habari la Source Media. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari, mkutano huo uliwaleta pamoja wakuu wa idara za kijasusi za Rwanda na Burundi pamoja na maafisa wa ujasusi ndani ya vikosi vya ulinzi vya mataifa hayo mawili. Lengo kuu la mkutano huo lilikuwa ni kutafuta suluhu ya kufungua tena mipaka iliyofungwa kwa upande wa Burundi tangu Januari mwaka 2024, huku mamlaka za Burundi zikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayotaka kuyumbisha ardhi ya Burundi. Burundi inataka Rwanda iwarejeshe waasi waliohusika na jaribio la kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza mwaka 2015. Hata hivyo, ombi hilo halijatekelezwa hadi leo, jambo linalochangia kuzua mvutano unaoendelea kati ya nchi hizo mbili. Wenyeji wa jimbo la Kirundo waliarifiwa kuhusu kufanyika kwa mkutano huo na wanatamani matokeo mazuri, wengi wa wale waliozungumza na vyombo vya habari wakitaka mipaka ifunguliwe ili kuwezesha biashara na usafiri kurejea tena. Mbali na mvutano unaohusishwa na jaribio la mapinduzi ya mwaka 2015, Rwanda imekuwa ikishutumu Burundi kwa kuwezesha kuingia kwa wapiganaji wa kikosi cha FDLR katika ardhi yake, ikiwa ni pamoja na kuwaunga ndani ya vikosi vya polisi na jeshi la Burundi. Kulingana na Kigali, makundi hayo yanajiandaa kwa mashambulizi dhidi ya Rwanda kwa lengo la kurejea tena kwenye uongozi wa Kigali kwa lazima. Hivi majuzi, Rais wa Rwanda Paul Kagame alilishutumu jeshi la Burundi kwa kushirikiana na waasi wa Kihutu wa FDLR katika vita dhidi ya M23, kundi lenye silaha linalotetea haki za Watusi nchini Kongo. Burundi ilituma wanajeshi 10,000 kusaidia jeshi la Kongo FARDC na wanamgambo washirika katika vita dhidi ya M23 ambayo sasa inadhibiti miji mikuu ya majimbo ya Kivu kaskazini na kusini mashariki mwa Kongo na mipaka ya Uganda, Rwanda na Burundi. Mwishoni mwa mwezi Februari mwaka jana, Rais wa Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye aliambia wanadiplomasia katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega kwamba suluhisho la mgogoro wa Kongo litahitaji kuondolewa kwa majeshi yote ya kigeni ambayo hayajalikwa katika mzozo huo na kuvunjwa kwa makundi yote ya kigeni na yale ya ndani yenye silaha, ikiwa ni pamoja na lile la FDLR. Siku chache kabla alimshutumu mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kwa kuvuruga amani eneo la kanda na kupanga mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Burundi katika mkutano na wanadiplomasia uliofanyika katika mji mkuu wa kibiashara wa Burundi, Bujumbura. Wakati mvutano baina ya Kigali na Bujumbura ukiendelea, mkutano huu unaweza kuashiria mabadiliko katika ushirikiano kati ya mataifa hayo dada ya eneo la Maziwa Makuu. Idadi ya watu wanangoja kwa papara matokeo ya mazungumzo hayo, wakitumai kwamba yatapunguza mvutano na kufungua tena mipaka ili kukuza uhusiano wa kiuchumi na kibinadamu kati ya nchi hizo mbili jirani. Na tukisalia huko nchini Burundi, tuelekee mkoa wa Cibitoke ambapo wasiwasi unazidi kuongezeka kwa wakazi wa jimbo la Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi, ambako mazoezi makubwa ya kijeshi yanafanywa na umoja wa vijana wa chama tawala nchini Burundi cha CNDD-FDD. Mafunzo hayo ya kijeshi yanafanyika huko Chisemere ambako milipuko ya silaha nzito na ndogondogo imekuwa ikisikika kutoka eneo hilo na kuzusha hofu kwa wakazi wa eneo hilo ambalo tayari limegubikwa na ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa duru, vijana wanaopokea mafunzo hayo ni wa kutoka mikoa ya Cibitoke, Kayanza, Bubanza na Bujumbura na wanapewa mafunzo makali ya kutumia silaha za kimkakati za kijeshi. Taarifa fiche zinaeleza kuwa mafunzo hayo yanatolewa chini ya usimamizi wa wapiganaji wa zamani wa CNDD-FDD pamoja na wakufunzi
mafunzi kutoka jeshi la ulinzi la Burundi FNB na vikosi vya wanamgambo wa FDLR. Miongoni mwa mafunzo yanayopewa ni pamoja na kukusanya taarifa za kijasusi kuhusu adui, mbinu ambayo waangalizi wanasema inaweza kuhusishwa na ushiriki wa siku zijazo katika mzozo kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa Kongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo kadhaa vya kijeshi vinadokeza kuwa mafunzo hayo yangelenga kuandaa Imbonerakure kusaidia vikosi vya Burundi na Kongo katika vita vyao dhidi ya M23. Hata hivyo, dhana hiyo inawatia wasiwasi wakazi wengi ambao wanatilia shaka uwezo wa vijana hao kukabiliana na mzozo huo wenye utata na hatari. Katika vita hivi ambapo majeshi ya Kongo na Burundi tayari yamepata hasara kubwa katika mapigano dhidi ya waasi wa M23, baadhi ya wazazi wanaelezea masikitiko yao. Baba aliyepoteza wanawe wawili wakati wa mapigano huko Kamanyola, Kivu Kusini mashariki mwa Kongo, anashutumu utumiaji wa vijana kama vifaa vya kijeshi na kuzitaka mamlaka kuwekeza katika maendeleo ya nchi badala ya kuwatuma vijana kupigana katika mzozo ambao hauwahusu moja kwa moja. Akikabiliwa na maswali magumu, mwenyekiti wa vijana wa CNDD-FDD amekataa kuhusika moja kwa moja kwa vijana wa Imbonerakure katika vita dhidi ya M23. Hata hivyo, ametambua kuendelea kwa mafunzo ya vijana wa Imbonerakure. Hata hivyo, amekazia kuwa mafunzo hayo ni ya kuwajengea tu uzalendo. Kwa upande wake, kamanda wa kikosi cha 112 cha askari wa miguu cha Chibitoke amethibitisha kuwa risasi zilisikika katika mkoa huo ni mazoezi ya kawaida ya kijeshi na kutoa wito kwa idadi ya watu na kutoa wito kwa wananchi na wakimbizi kuepuka eneo hilo wakati wa mafunzo ya risasi za moto. Wakati maelezo hayo yakishindwa kuhakikishia usalama, kuongezeka kwa vijana wanaopokea mafunzo ya kijeshi na kudaiwa kuhusika kwa Burundi katika mzozo wa Kongo kunaendelea kuchochea wasiwasi mkubwa katika jimbo la Chibitoke. Na tukitoka huko nchini Burundi, sasa tuelekee kule nchini Angola ambapo serikali ya Luanda imesema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 katika siku zijazo. Haya yanajiri baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi, ambaye kwa muda mrefu amekataa mazungumzo na waasi, kumtembelea mwenzake wa Angola Joao Lourenço siku ya Jumanne. Waasi wa M23 ambao ni sehemu wa muungano wa AFC walichukua udhibiti wa miji ya Goma na Bukavu na kuwalazimu wanajeshi wa serikali kukimbia na wengine kujisalimisha. Rais Joao Lourenço ataanzisha mawasiliano na M23 ili wajumbe kutoka Kongo na M23 wafanye mazungumzo ya moja kwa moja yatakayofanyika Luanda katika siku chache zijazo kwa nia kujadili amani ya uhakika katika nchi hiyo ndugu, ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa yake ya siku ya Jumanne. Endapo hili likitokea, huu unaweza kuwa ushiriki wa kwanza wa moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi la M23. Tangu katikati ya mwaka 2022, kiongozi huyu wa Angola alikuwa mpatanishi wa mchakato wa amani wa Luanda kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulisambaratika Disemba mwaka 2024 baada ya serikali ya Kongo kukataa kutia saini makubaliano ambayo yamefungua njia mazungumzo ya moja kwa moja na waasi ambao sasa wanadhibiti miji mikuu ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mchakato wa Luanda pia ulitaka kurekebisha uhusiano kati ya Rwanda na Kongo ambao ulitetereka baada ya Kinshasa kudai kuwa Kigali inaunga mkono kundi la waasi la M23. Rwanda imetupilia mbali madai hayo, ikionyesha wasiwasi wake wa kiusalama kwa Kongo kushirikiana na wanamgambo wa FDLR waliohusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekuwa akikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani, hasa kwa mtangulizi wake Joseph Kabila ambaye hivi karibuni alimshutumu kwa namna anavyoshughulikia mzozo uliopo sasa. Pia amekabiliwa na wito unaoongezeka kutoka kwa viongozi wa kanda na jumuiya ya kimataifa kufanya mazungumzo na waasi. Kundi la M23 lilishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuunga mkono wanamgambo wenye nia ya kuangamiza jamii ya Watusi wa Kongo. Wanamgambo hawa ni pamoja na FDLR ambao ni sehemu ya muungano wa serikali ya Kongo inayopambana na M23. Mwisho wa rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashidi.